Kusema kweli, jambo ambalo wanalolifanya ni jambo moja la msingi sana katika jamii, katika maadili ya kuwalea watoto wetu. Dunia leo hii tuliyokuwa nayo huwezi kumtenganisha mwalimu wa madrasa na mahusiano zaidi ya mafanikio ya mtoto. Sawa? Mtoto ili aweze kukua lazima awe na taaluma nzuri kuhusiana na elimu ya dini. Elimu ya dini ndio iliyokushanya kila kitu, kwa sababu elimu ya dini ni tofauti na physics ambayo unasoma branch moja. Elimu ya dini maana yake imekushanya vitu vyote kwa pamoja, dunia na akhira. Na asilimia kubwa ya wanaofanikiwa katika maisha haya ni wale ambao wanamjua Mungu wao, kwa sababu hata kitu chochote ili kiweze kwenda mbele lazima kuwe kuna kitu ambacho kinamwamini. Sasa huwezi kumwamini bila ya kuwa na elimu ya kile unachokiamini. Sasa katika hili ni washukuru sana walimu, kazi wanaoifanya kututulea watoto wetu. Taaluma tumeiona, vipaji tumeviona, mwelekeo dira halisi tumeiona. Mwelekeo tumeuona, watoto wamesoma kwa kiwango kikubwa. Sikutarajia kile nilichokiona, yani na uwezo wa kusema katika historia yangu ya maisha leo inawezekana ni siku ya kwanza. Niwashukuru sana walimu wa madrasa hii kwa kazi kubwa wanazozifanya. Ni jambo la kulipigiwa mfano. Tukiwa tunafanya hivi kila mwaka, maana yake si tukio la kuibuka. Tukio hili linahitaji maandalizi, na wakati mwingine mnaweza kufanya kitu ikiwa hamjui faida yake, lakini unaweza kumwandaa mtoto kwamba tunajiandaa kwa ajili ya kuwashindanisha, lakini kumbe katika mashindano yale ndipo unapompa elimu na taaluma na mwamko wa yule mwanafunzi kuendelea mbele. Mimi nishukuru walimu hawa, lakini niwape wito walimu wa madrasa nyingine kushirikiana na kufanya vitu kama hivi. Vinatija zaidi kuliko kukaa na kuwasomesha tu madrasa bila kufanya kama ni kipimo, kwa sababu mashindano kama haya, changamoto kama hizi inasimama kama ni vipimo kwa watoto wetu kuweza kupata picha halisi ya kile ambacho wanachokifahamu. Wito kwa walimu, wito kwa wanafunzi na wito kwa wazazi. Ni lazima tupate mashirikiano ya karibu baina ya wazee wa watoto hawa, wa wanafunzi hawa. Huenda kutakawa na tija zaidi kuliko kuachia watoto tu kuja shule, watoto tu kuenda madrasa bila ya kuwahoji au bila kufanya kazi kwa pamoja au kushirikiana pamoja na walimu hawa, kwa sababu mtoto anahitaji ushirikiano wa mwalimu wake na mzazi wake. Hapo tuna uwezo wa kufanikiwa. Mpira unachezwa na watu 11, hakuna mpira unachezwa na mtu mmoja kwa ajili ya mafanikio. Ndio maana tunasema teamwork. Hili tumelichukua kwa lengo la kwenda kulitekeleza. Ndio maana tukasema siku ya Jumanne tunawahitaji wao. Licha ya kutumwa hapa kama uwakilishi wa risala wa mstahiki meya, lakini hata sisi kwa ofisi yetu au mambo mengine tuna uwezo wa kuyafanya sisi kama sisi. Tunahitaji kufanya mazungumzo nao ili na sisi tuone tuna uwezo wa kutekeleza lipi. Kikubwa ninachokiahidi ni wenda kuyatekeleza yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu, na asilimia kubwa tunaweza kuyafanya hayo, ingawa si kwa wakati mmoja, lakini tutatoa mchango wetu na sisi kama wanajamii wa kijiji hiki. Madrasa yetu kwanza tumepata mafanikio makubwa sana. Mafanikio tuliyoyapata, kwanza tulianza na idadi ndogo ya wanafunzi. Ilikuwa ni idadi wa wanafunzi 35. Lakini leo hii huu ni mwaka wa 4 tumekuwa na wanafunzi 118. Hii ni moja ya kuonekana madrasa kwamba inafundisha vizuri, na ndio maana jamii ikaleta vijana wao hapa. Lakini zaidi jamii wenyewe imekuwa ni mashuhuda baada ya kuona vijana wetu wanasoma vizuri. Vijana umeona wewe mwenyewe mwandishi wa habari, vijana waliulizwa maswali wakaweza kujibu vizuri maswali walioulizwa, na ni maswala muhimu sana. Hii ni moja kati ya mafanikio ya madrasa yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia hatua hiyo. Ama kwa upande wa changamoto ambazo zinatukabili kwenye madrasa yetu, kwanza ni ushirikiano mdogo wa wazazi wa wanafunzi. Ushirikiano wao unakuwa ni mdogo. Ukimuita mzee aje mkae pamoja mjadili masuala yanayomhusu mtoto, basi utamkutia mzazi huyo ana dharura nyingi sana, kiasi ambacho majukumu yale yote unayabeba wewe mwalimu, unafundisha katika mazingira magumu sana. Lakini changamoto nyingine tuliyokuwa nayo ni hali ya maisha. Hali ya maisha imekuwa ni duni kwetu, lakini tunaendelea na hizi kazi kuzifanya hivyo kwa nia ya kutarajia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini je, tupo katika dunia, tunahitaji kuishi, tunahitaji tupate mambo mbalimbali ambayo yatatusaidia katika maisha yetu. Kwa hiyo haya pia yanatukwaza katika kuendeleza gurudumu hii. Wawe na ushirikiano mzuri kwetu walimu. Tukimuita mzee aje kwa kuyajadili mambo yanayomhusu mtoto, haraka sana afike kusikiliza sisi tunazungumza nini,
kuhusiana na masuala yanayomhusu mtoto. Ukiangalia zaidi, mtoto yule tunayemuitia sio wa kwangu, ni wa kwake yeye, bali tupo katika kusaidiana. Kwa hiyo anatakiwa aje asikilize nini tunazungumza. Kwa upande wa kielimu, kwa madrasa ya Ibn Masudi iliyokuwepo Sabasaba Kisimani, kiujumla maendeleo yao ni mazuri kulingana na muda ambao imeanzishwa madrasa. Sasa hivi ni mwaka wa 4 na haya ni mahafali yao ya mwanzo. Kama ni mzazi, naweza kusema kwamba maendeleo yako vizuri na watoto wanaendelea vizuri katika kusoma elimu ya kidunia. Na ubaya wa mambo, walimu hawa wanashajihisha wanafunzi wetu au watoto wetu katika kuwapambania maendeleo ya kidunia na kesho ya akhera, kwa sababu mtoto ana maadili mazuri, na hicho ndo tunachokitaja sasa hivi. Kulingana na lile wimbi kubwa la sasa hivi, watoto wengi wanabadilika kimaadili, wanaenda ambako sehemu ambayo si kwa hata Mwenyezi Mungu anachukia. Kwa hiyo kwa mujibu wa usomeshaji wao na utoaji wa taaluma kwenye madrasa ya Ibn Masudi Kisimani Sabasaba, basi wapo vizuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awajalie na moyo huo walimu wa kujitolea kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu, watoto wetu wanapata elimu iliyokuwa bora.